yajuayo Bwana, lakini wewe unajua. Neno lako linasema lolote lilofanyika sinini utaliweka juu ya paa la nyumba. Kwako tunasalenda alichokijua ya kwamba hatuna mwingine isipokuwa wewe mwaminifu, hatuna Mungu mwaminifu isipokuwa wewe Baba. Ninasogea mbele ya kiti chako Jehova, ninasogea mbele ya kiti chako mwaminifu Baba. Ninatambua ya kwamba ni wewe pekee Bwana, ninatambua ya kwamba kanisa lako linakuhitaji wewe Bwana. Ninatambua uovu umeonekana mbele yetu, uovu umeonekana juu yetu Bwana. Hata moyo wako umekwazika, moyo wako umekasirika, umeapa kwa jina lako mwenyewe ya kwamba unatuacha Baba. Usituache kwa ajili yako tena. Naomba Bwana turehemu kwa rehema zako, naomba Bwana turehemu, tushike kwa mkono wako. Bila wewe hatuwezi Jehova, bila wewe hatutaweza kwenda, bila wewe hatutaweza kusema Bwana, bila wewe hatutaweza Bwana. Wewe Bwana uyachungulia mashauri yako na kuyahakikisha kwa ajili ya neno lako. Umelihakikisha neno lako Bwana. Ninaomba Mfalme Yesu Kristo, ninaomba Baba yangu mwenye neema zote, ninaomba Mungu mwenye upendo wote Bwana, ninaomba neema yako Bwana jemedali, ninaomba kwa ajili ya pendo lako Bwana, naomba kwa ajili ya makusudi yako Jehova, naomba kwa ajili ya neema yako Bwana, naomba kwa ajili ya pendo lako Bwana. Ni wewe pekee ndiye mwenye uwezo, wewe ndiye Baba yetu tena Mungu wetu, wewe ndiye mfalme wetu Bwana. Ulihakikishwa hapa, ukajihakikishia ya kwamba Bwana wewe sio mwanadamu, mtu akiomba msamaha Bwana unamsamehe. Wewe ni Mungu mwenye rehema. Turehemu Bwana kwa neema yako, tupe nafasi tena ingine ya kukupenda Bwana, tupe nafasi Bwana ingine ya kukupenda tena, tupe nafasi lingine Bwana, tupe hatua nyingine Bwana. Hata sasa tuombe kwa ajili ya watoto wengine Baba, ninakuja mbele zako kwa neema yako, tusamehe kwa ajili yako mwenyewe. Kumbuka agano lako la msalaba Bwana, katikati ya maumivu ulisamehe. Kumbuka agano yako ya msalaba Bwana, katikati ya uchungu ni wewe Bwana ulisamehe. Ni wewe Bwana uliyesema ya kwamba imekwisha, ni wewe Bwana uliyesema ya kwamba imekwisha. Baba, ninaomba mbele zako tena, tusikie tena sisi tu watoto wako, tusikie kwa habari ya CRC Bwana, tusikie kwa habari ya CRC Bwana. Rebasataka paramandalaba, rebasataka parabashekia, rebasataka paramananama. Ninamleta mmoja mmoja Bwana, ule uovu usionekane mbele zake Bwana, ule uovu usionekane juu yake Bwana. Ninamleta mmoja mmoja Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ukiwa unatutakasa Bwana, wewe ukiwa unatutakasa Bwana, akusame maovu yako yote, akuponya na magonjwa Bwana. Wewe ukiwa Mungu unatutakasa, ninakuomba kwa neema yako Bwana, na kuomba kwa pendo lako Bwana. Usiangalie uovu wetu tena Bwana, usiangalie uovu wa mwanao. Inawezekana kuna mtu amezini Bwana, inawezekana kuna mtu amefanya washerati Bwana, inawezekana ndani ya kanisa lako kuna watu wamefanya yaliyo mabaya. Tumesogea kama watoto wako, makuhani wako Bwana, tunaomba kwa neema yako tena. Hata wakati ule Bwana, hata wakati Daudi alipokosea Bwana, alipomchukua mke wa Uria, ulikasirika ukasema kwamba nitaua mwanae wala hatoishi Bwana, lakini akakuomba Bwana. Nami nasogea mbele zako kwa ajili ya mmoja mmoja ndani ya kanisa Jehova. Naomba Bwana usiangalie tena maovu yetu, naomba Bwana usiangalie katika hali ya kutenda kwetu. Sisi tumetengenezwa katika hali ya udhaifu Baba, wewe ndiye unatutia nguvu, pasipo wewe wala hatuna uwezo wa kwenda Bwana. Wewe ndiye unatutia nguvu, pasipo wewe. Tutie nguvu kwa ajili yako tena mwenyewe Bwana, tutie nguvu kwa ajili ya neema yako tena mwenyewe Bwana, tutie nguvu kwa ajili ya watoto wako tena mwenyewe Bwana. Moja mmoja ninamleta nyumbani mwako, mwanaume na mwanamke, kiongozi na muumini, yule aliye mgeni na aliye mwenyeji, maadamu Bwana katika kiti hiki kinakaliwa Baba, ninaomba kwa neema yako tena Baba, ninaomba kwa pendo lako tena. Ni wewe pekee Bwana unatusikia
unitumikia siku zote, ni wewe Bwana unituhurumia siku zote. Neno lako linasema ya kwamba ukatuhurumia, ukaona huruma juu ya wanadamu, na ukaja kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Bwana, ninaomba tena kwa ajili ya mmoja mmoja, mwanamke na mwanaume CRC. Bwana, angalia kwa ajili ya kutenda kwake. Ni kweli amekosea, ndio maana Mfalme tumekuja mbele zako Bwana, tusikie tena. Ni kweli Bwana wametenda hiyo mabaya, lakini Bwana usituhesabie mabaya. Tuoshe kwa damu yako tena mwenyewe, takase tena Bwana kwa damu yako mwenyewe, tuoshe tena kwa damu yako mwenyewe. Ninaomba Bwana, nanyenyekea katika mkono wako. Ni wewe Mungu shikaye maagano Bwana, ni wewe ambaye ukamwambia Nuhu kwa neno, kwa neema yako Bwana, ukamwambia nenda katika mji ule mkubwa, mji ambao unaitwa Ninawi, kawaambia ya kwamba uovu wao umefika mbele za Bwana. Nenda kawaambia ya kwamba wagairi, na neno lako Bwana linaeleza wazi wakati ule hakukuelewa Bwana, wakati ule hakukuelewa Bwana. Yona Baba, nimekuja mbele zako kwa ajili ya kwa ajili ya neno lako, basi tumtu watoto wako tena, kama vile Yona alivyoenda kwenye mji wa Ninawi na kusema kwa habari ya ewe mji wa Ninawi utaangamizwa, na mji wa Ninawi una muda mrefu utaangamizwa. Na watu wake wakasikia, wakavaa mavazi ya magunia, wakakuomba wewe Bwana. Hata wakati wa Nuhu Bwana, ukaona ya kwamba Nuhu amepata kibali mbele zako. Ikiwa Bwana imekupendeza, tupate kibali kwa ajili ya wengine Bwana, kwa ajili ya wengine. Wewe Bwana unapenda kutusikia, wewe Bwana unapenda kutusikia. Nafahamu ya kwamba Bwana tukikuita una tabia kuitika, nami nakuja mbele zako kwa ajili ya CRC na watu wote ambao wameingia ndani ya CRC na wale ambao wanasikiliza Bwana. Toba hii ni toba ya kweli Jehova, toba hii ni toba ya kweli Bwana. Tuoshe kwa damu yako tena, tutakase kwa damu yako tena, tutakase Bwana. Fungua malango, tulivie tena Bwana kwa ajili ya mkesha huu Bwana, tulivie kwa ajili ya neema yako tena Bwana, tutakase Bwana kwa kweli yako Bwana. Hata wakati ule ulipompa kibali Nuhu Bwana, tatatengeneze safina, watu wa kukuelewa Bwana. Na wakati huu tena tunaomba msamaha kwa ajili ya mtu mmoja mmoja ambaye ni yeye ni mtoto CRC, na yule anayeangalia kwenye mtandao sasa ameshirikiana Bwana, ametuni chaneli hii Bwana ili kuomba pamoja na sisi. Naomba Bwana usihesabu mabaya juu yake. Wewe Bwana una tabia kusamehe ili uweze kumwokoa mtu huyo Bwana. Umesema kwa kuwa umekaza shingo nami nitawaangamiza, kwa kuwa umenikataa mimi nami nimewakataa nyinyi. Baba, tunakupenda na tumejua ya kwamba tuna mwingine. Tunakupenda wewe Bwana, tunakupenda wewe Bwana, tunakupenda wewe Yesu. Rebasekearabasheketekepa. Mwambie Bwana, mwambie Bwana ya kwamba tunakupenda. Ni kweli kuna wakati ambapo tunapenda kuyafanya matendo yako, lakini yule azuiaye Bwana anaturudisha nyuma. Lakini kwa neno lako tunasimama tena, kwa neno lako Bwana tunakuwa tena, kwa neno lako Bwana. Usihesabu maovu ya baba ukayakumbuka, wala usihesabu maovu ya mama ukayakumbuka, wala usihesabu maovu ya wazazi Bwana ukayakumbuka. Na ndio maana Bwana tumesogea mbele zako. Sisi tu mali yako Bwana, sisi tu mali yako Bwana. Utaangamiza talini watakatifu wako, utaangamiza talini walioomba msamaha Bwana, utaangamiza talini Bwana walionyenyekea, utaangamiza talini Bwana ambao wamesogea mbele zako. Naomba kwa ajili ya kanisa la CRC Bwana, tumekosa tena mbele zako, tumekosa tena mbele ya mbingu Bwana, kama vile mwana mpotevu ilivyoandikwa katika neno lako, alivyotafakari moyoni mwake, alivyozingatia moyoni mwake, akasema nyumbani mwa baba yangu kuna wajakazi wangapi wanakula na kunywa na kusaza, mimi niko mahali hapa natamani kushibishwa na maganda, mimi niko mahali hapa natamani kushibishwa na makombo, nami nitaenda nyumbani mwa baba yangu, nitamwambia nimekosa mbele zako, tena nimekosa mbele za mbingu. Naomba Bwana nisamehe, wala sistahili kuwa mwana wao tena Bwana, nifanye miongoni mwa mjakazi. Lakini kwa kuwa neno lako linasema ya kwamba naye baba akaitisha, akawaambia vijakazi wake wakimbie wakachinje yule
ndama, wachukue na mavazi, wachukue na pete, wamvalishe, kwa maana neno lako linasema yule aliyekuwa amepotea sasa ameonekana, na yule ambaye aliyekufa sasa amefufuka. Na ndivyo Bwana tunavyokuja mbele zako vile vile kwa ajili ya mmoja mmoja juu ya CRC, kwa kiongozi mmoja mmoja. Kuna wakati tumetenda kwa ulegevu Bwana, kuna wakati tumeasi maagizo yako Bwana, kuna wakati tumefuata mashauri yetu Bwana, kuna wakati ambapo tumeacha njia zako Bwana, tumetenda yaliyo ya kwetu Bwana. Hata umemtafuta mwenye haki ukamkosa, hata umemtafuta mwenye upendo ukamkosa Bwana. Tumesogea mbele zako Jehova, sisi pamoja na watoto wetu, sisi pamoja na nyumba yetu Bwana, sisi pamoja na kazi yetu Bwana, sisi pamoja. Ni wewe umetutengeneza kwa wivu, ni wewe Bwana umetutengeneza kwa namna ya wivu ili tukutendee na tukuzalie matunda. Ni wewe Bwana umetupanda tukuzalie matunda, lakini badala ya matunda Bwana tumefanya uasi, badala ya matunda Bwana tumefanya yaliyo mabaya, badala ya matunda Bwana tumefanya yaliyo magumu. Naomba Bwana tuoshe tena, naomba Bwana usiangalie tena, takasa kwa ajili yako mwenyewe, takasa kwa ajili ya baraka yako mwenyewe, takasa kwa ajili ya baraka yako mwenyewe. Mweleze Bwana, mwambie Bwana usisite, hapa ndipo penye nguvu. Mwambie Bwana usisite, mwambie Bwana usisite, mwambie Bwana. Wewe Bwana umesema uliangalia neno lako upate kulitimiza. Angalia kwa ajili yako mwenyewe Bwana, angalia kwa ajili ya neema yako mwenyewe Bwana, angalia kwa ajili ya baraka yako mwenyewe. Ninaomba kwa neema yako Bwana, naomba kwa kibali chako Jehova, naomba kwa ajili ya pendo lako Jehova, naomba kwa ajili ya ile neema yako ya kweli. Ninaomba Bwana tusamehe, tusamehe mbele zako Bwana, tusamehe mbele za mbingu Bwana, tusamehe Bwana, kusiwe na alama yoyote sawa sawa na neno lako lilivyoandikwa. Ikiwa Bwana umenisamehe na unifute katika kitabu chako Baba, tufute katika kitabu kile cha waovu walioonekana. Imeandikwa na mtu yoyote ambaye jina lake alikuonekana katika kitabu cha uzima alitupwa katika ziwa la moto. Baba, umesema kwamba huko kuna kilio na kusaga meno. Tupe neema yako tena Mfalme, tupe neema ya kutengeneza na wewe Bwana. Maisha haya Bwana yamejaa dhiki, maisha haya yamejaa kukata tamaa. Hata wakati ule Bwana tuliokata tamaa tukafuata njia zetu Bwana, ukachukia, ukasema si mimi niliyekuote, sio mimi niliyekutoa kwenye nyumba ya utumwa. Ni kweli Bwana, ni wewe uliyetutoa kwenye nyumba ya utumwa. Ndio maana tumekuja mbele zako Yesu, ndio maana tumekuja katika kiti chako Mfalme, ndio maana Bwana tumekuja katika kiti chako. Wewe usikiaye kukaa katika kiti chako, turehemu kwa rehema zako Bwana, turehemu kwa rehema zako Bwana, turehemu kwa neema yako Bwana. Umesema katika neno lako, na ndipo Daudi akasema, tangu nilipokuwa kimtoto sasa nimekuwa kijana, na sasa hivi ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki wa Bwana ameachwa, wala watoto wake kuomba omba, wala watoto wake kutanga tanga. Baba, nimekuja mbele zako, mimi kuhani wako pamoja na watoto wako, nimekuja katika kiti chako Bwana, nimekuja katika meza yako ya mapatano, nimekuja. Umesema Bwana, dhambi zetu zapokuwa nyekundu sana utazifanya kwa nyeupe, zapokuwa nyekundu kama bendera Bwana utazifanya kwa nyeupe kama theluji. Bwana, ninakuomba kwa ajili ya neema yako Bwana, ninakuomba kwa ajili ya neema yako. Angalia kwa ajili yako mwenyewe, angalia kanisa lako kwa ajili yako mwenyewe. Hatuna mwingine isipokuwa wewe Mfalme, hatuna mwingine isipokuwa wewe Bwana. Tunakusikia neema yako Bwana, nakusikia baraka yako Jehova, nakusikia pendo lako Jehova, nakusikia neema yako Jehova. Uiangalia mambo upate kuyatimiza. Naomba Bwana tupe neema tena, hata tunaposogea kuomba maombi yetu sizuiliwe kwa sababu ya dhambi. Hata maombi yetu, umesema maombi ya mwenye dhambi ni kelele. Bwana, ninaomba maombi yetu yasiwe kelele mbele zako Bwana, usiwe kelele mbele zako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina takatifu la Yesu. Tupe neema na baraka yako, tupe neema na pendo lako Baba. Na kushukuru, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana kwa ajili ya fadhili zake. Mtukuze Bwana. Kuna vyakula ambavyo Mfalme Yesu Kristo yuko tayari kula na neno lake yeye. Mtu yoyote amtukuzaye Bwana, hebu chukua nafasi hii Bwana, mshukuru Bwana. Asante kwa pendo lako Bwana,
Asante kwa neema yako Bwana. Umetumba kwa ajili ya wakati kama huu, sisi tukusifu na kukutukuza. Umetumba kwa ajili ya wakati kama huu, ili sisi tunyanyue vinywa vyetu kwa ajili ya jina lako mwenyewe. Umetutengeneza kwa ajili ya utukufu wako Baba. Asante kwa maana umekuwa mwaminifu. Sasa tuna haki ya kuja mbele zako tukikutukuza. Hatuna Baba mwingine isipokuwa wewe. Ni mwaminifu jina lako, ni Jehova jina lako, Jemedari jina lako, mti wewe Bwana uliye mwaminifu sana, uliyetunza agano lako Bwana, uliyekuza ahadi yako Bwana. Asante Bwana kwa ajili ya hii neema ambayo umetupa. Asante kwa ajili ya hii saa ambayo Bwana umetupa. Asante kwa ajili ya pendo lako Bwana uliotupa. Asante kwa ajili ya baraka yako Bwana uliotupa. Ninakuhimidi wewe kwa neema yako tu pekee. Umestahili Bwana sifa za mioyo yetu. Umestahili, mbingu zinakujua kwa jina lako ya kwamba wewe ni mwaminifu tena wa haki. Mbingu zinakujua ya kwamba wewe ni mkuu wa uzima. Hata malaika Bwana viti vyao vikai tena, hata wenye uhai wale viti vyao vikai tena, hata wa maserafi na makerubi viti vyao vikai tena. Wanainama wote wakisema wewe ni mtakatifu. Ni nani ambaye aliye mkuu kuliko wewe? Ni nani ambaye aliye bora kuliko wewe? Ni nani aliye mwaminifu kuliko wewe? Ni nani Bwana aliye bora kuliko wewe? Kwa haki yako Bwana ufanya, kwa haki yako kaagiza jua litokee, kwa neema yako na kwa kinywa chako Bwana ukaumba vyote kwa neno lako. Ni nani ambaye aliye mkuu kama wewe? Pokea sifa za mioyo yetu, pokea heshima Bwana, adhama na usultani, enzi na azama, adhama na usultani, enzi na mamlaka. Ni wewe ambaye upo, ni wewe unaitwa Jehova Nisi, ni wewe unaitwa Jehova Rafa, ni wewe unaitwa Rekendi Shekemo, ni wewe unaitwa Jehova Mekadeshi, ni wewe Bwana uliyetokeza moto, ni wewe Bwana hata wana wa Israeli walipong'atwa na nyoka wakiwa jangwani, ni wewe Bwana ukainuka kwa nyoka ya shaba, ambayo neno lako linasema mtakapoangalia nyoka wa shaba nanyi mtapona. Baba, ninakutukuza, wewe ni mwaminifu sana, wewe ni mkuu sana. Pokea sifa za mioyo yetu, uhimidiwe katika kiti chako cha enzi. Ni wewe mtakatifu kuliko takatifu wote, vazi lako la utakatifu. Neno lako linasema kisha nikaona wewe ambaye ametokea katika kiti, umefungwa mshipi wa dhahabu katika matitini mwako, miguu yako imesuguliwa sana na jina lako limeandikwa mwaminifu. Baba, ninakuja mbele zako, nimekutukuza kwa ajili ya utukufu wako, na kurudishia sifa na utukufu Bwana. Umestahili kwa ajili yetu, umestahili kwa ajili ya kanisa la leo, umestahili kwa ajili ya watu wote ambao waliomimina moyo kwa ajili ya kutukuza. Tunajua Mungu nacho chakula ambacho ukipendacho nacho ni sifa. Neno lako linasema umeketi katikati ya sifa. Baba, nami nimesogea mbele zako, ninakutukuza kwa ajili. Sikia maombi ya watoto wako Bwana, sikia maombi ya watoto wako. Tunakutukuza wewe mwaminifu, umeketi katikati ya utukufu wako, umechagua mahali pako pakuketi Bwana, ni katika utukufu wako. Umezungukwa na malaika zako, vinanda na vinubi vyote vinakusifu wewe, malaika wote wakikuimbia wewe, katika jina la Yesu Kristo. Umehimidiwa Mfalme, pokea sifa za mioyo yetu, pokea sifa za mioyo yetu katika jina la Yesu. Wewe upenda sifa kuliko vyovyote. Neno lako linasema kama hamtanyanyua sauti, mawe yatanyanyua sauti. Baba, tunakunyanyulia sauti. Umestahili kwa ajili yako mwenyewe, umestahili sifa kwa ajili yako mwenyewe. Pokea sifa za mioyo yetu. Ni wewe pekee ndiye unastahili, ni wewe Mfalme wa wafalme wote, ni wewe Yesu unayetenda kwa ajili yetu, ni wewe Bwana unayefanya kwa ajili yetu, ni wewe Bwana unayetenda kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Umestahili kwa ajili yako mwenyewe, umestahili kwa ajili ya neema yako mwenyewe. Baba, pokea Bwana, wewe unastahili Bwana. Sisi tunashuka Kristo upate kuinuka, tunakubali kupotea wewe upate kuonekana. Ni wewe pekee Bwana ndiye mali unastahili, ni wewe pekee Bwana umejivika utukufu, heshima na usultani. Neno lako linasema tuulize milima, tuulize milima inamhofu nani? Tuulize milima inatetemeka kwa nani? Bwana, neno lako linasema tazama mataifa ni kama tone la maji katika ndoo mbele zako Mfalme. Tazama mataifa ni kama tone la maji mbele zako Mfalme. Hesabika kwa si kitu mbele zako, hata Lebanoni na misitu yake, hata mielezi yote, hata mielezi
mielezi na mishipa yote Bwana, hata mielezi yote haitoshi kwa kuni mbele zako. Hata wanyama wa dunia wakikusanyikana hawatoshi kwa kafara. Ni nani usipokuwa wewe Yesu Kristo? Ni nani usipokuwa wewe Mungu aliye haki? Ni nani usipokuwa wewe Baba? Umestahili kwa ajili yako mwenyewe, na umestahili Bwana. Pokea sifa, pokea heshima Bwana, pokea enzi na mamlaka Yesu. Pokea Bwana, ni wewe mfalme Yesu, ni wewe Baba mwenye haki, ni wewe Bwana unastahili, ni wewe Bwana unastahili. Sisi tukazi ya mikono yako Bwana, uliyetufinyanga kwa ajili ya utukufu wako, ukatupa neema ya sisi tulitaje jina lako, ukatufanya tukae katika dunia hii ili tukutukuze wewe Bwana. Na situende kwa nani? Kwako kuna uzima. Tumtafute nani Bwana? Tunyenyekee kwa nani? Tumwimbie nani? Ni wewe Bwana unastahili Jehova. Miamba yote na kujua wewe, hata vitu vyenye uhai, hata vitu visivyo na uhai, vyote vinakujua wewe mwaminifu. Nimesogea mbele ya kiti chako Bwana. Pokea Bwana, pokea. Maneno yetu yawe harufu nzuri mbele zako, maneno yetu yawe harufu nzuri mbele zako. Ni wewe pekee Bwana, ni wewe pekee unastahili Bwana, ni wewe pekee Bwana. Hata wanyama wakali wanakuogopa wewe, hata mito na bahari Bwana zinakuhofu wewe, hata vitu vinavyoishi na visivyoishi, vinavyoonekana na visivyoonekana, vyote vinakuhofu wewe Bwana. Imeandikwa katika neno lako, mnasema nyinyi mnamwamini Mungu mnafanya vyema, lakini mashetani nao wanamwamini na kutetemeka. Baba, tunajua wewe ni mkuu, tena mkuu kuliko ukuu wote. Umeinuliwa katikati ya malaika wako, umeinuliwa katikati ya utukufu wako, umeinuliwa katikati ya baraka zako Baba. Umestahili kwa neema, umestahili kwa utukufu. Ni wewe Bwana uliyepanga mambo yote katika utukufu wako, hata Bwana ukawaza yote yafanyike kwa ajili mwanadamu. Ni nani Bwana? Mwanadamu ni nani Bwana? Hata umetujali kwa namna hii Bwana. Mwanadamu ni nini Bwana? Hata umetujali Baba. Tunakurudishia sifa, wewe ni mwaminifu. Pokea sifa za mioyo yetu mwaminifu wewe, pokea sifa za mioyo yetu. Sisi tu watoto wako tu Bwana, sisi tu watoto wako tu Bwana. Imeandikwa katika neno lako, mtakapofika semeni tu watumwa tu Baba, tu watoto wako. Umetupa neema na rehema tukutaje na tukuimbie wewe Bwana. Pokea sifa za mioyo yetu, pokea sifa za mioyo yetu. Ni nani aliye tayari kumwambia Bwana anastahili kwa ajili ya utukufu wake? Hata bahari imewekwa kwa ajili, umefanya maisha kwa rahisi kwa ajili yako na kwa ajili ya wanadamu. Umetupa pendeleo kuliko pendeleo wote. Vitu vyote ukaweka chini ya mikono yetu, vitu vyote ukaweka chini ya amri yetu. Umesema katika neno lako mwenyewe, enendeni duniani kote mkatiisha na kutawala. Bwana, umetupa neema ya kutiisha samaki wa baharini. Ni nani mwenye uwezo wa namna hiyo isipokuwa wewe mfalme mwenye haki? Ni nani mwenye uwezo wa namna hiyo Bwana isipokuwa wewe uliye mwaminifu? Pokea Bwana, pokea Bwana. Tunainama mbele zako, tunainuka mbele zako, tunaungana na jeshi la malaika mbinguni ukisema Bwana, tukisema mtakatifu Mungu uliye mtakatifu, mtakatifu Mungu uliye mtakatifu. Wewe Bwana pekee ndiye mwenye neema, wewe Bwana pekee ndiye mwenye mamlaka, wewe Bwana pekee ndiye mwenye uwezo, wewe Bwana pekee ndiye mwenye uwezo. Twende kwa nani? Kwako Bwana kuna haki. Twende kwa nani Bwana? Unasema ninayejua mawazo ninayowazia nyinyi, asema Bwana wa majeshi. Ni wewe Bwana unatuwazia mawazo mema, ni wewe Bwana unatuwazia mambo makubwa, ni wewe Bwana unatuwazia mambo mazuri. Baba, umestahili Bwana, umestahili Yesu Kristo, umestahili Bwana mwaminifu wewe. Rekaya ya labose keara, rekaya la nasa kataya laba, remana na masa keara ya hataka kaya lala, ya hanna na masa keara la, hikita baba hanna raba, ya la kakakakakadaba. Remana na maseketeke parabasa, rekekataka parabasaka, reketeke paramana na nama. Ulimnyima mnyama kwa nakili za kwako kampa mwanadamu. Hata mwanadamu ni nini Bwana? Mwanadamu ni nini Bwana? Hata Bwana unatujali. Mwanadamu ni nini Bwana? Hata unatupenda kwa namna hii. Umemnyima mnyama akili, ukatupa sisi akili zako. Umemnyima mwanadamu, umemnyima mnyama sura, hata ukatumba kwa mfano wako Bwana.
ukatuumba kwa mfano wako. Umestahili Jehova, umestahili Mfalme Yesu, umestahili kwa ajili ya utukufu wako Bwana, umestahili kwa ajili ya neema yako Bwana. Asante kwa upendo wako, asante kwa kutuchagua sisi watoto wako, asante Bwana kwa upendo wako, asante kwa kutuona tulio bora. Neno lako linasema tunapendezwa na watakatifu walio duniani. Asante Bwana kwa uchaguzi wako, katika jina la Yesu Kristo. Msema amen. Vizuri sana. Sasa leo tunataka tuombe maombi ya tofauti sana. Nataka tuende katika ulimwengu wa roho. Kuna anga, nimewambia anga mbalimbali zinazotenda kazi pamoja na wanadamu, na anga hizi zote ziko chini ya malaika, na anga hizi zinafanya kazi kwa ruhusa ya Roho Mtakatifu. Liko anga ambalo ni anga linalofanya la mahusiano kati ya Mungu na wanadamu. Mbele yetu tuna tukio lililo kubwa sana, na ndio msingi ulio bora. Mbele yetu tuna tukio lililo bora na kubwa sana. Tunaingia kwenye anga la mashirikiano, ambalo huu ni ubalozi maalum, malaika ambao wana uwezo wa kuyachukua mambo wanadamu wanayopendekeza na kwenda katika ulimwengu wa Baba na kuyasema kwamba haya ndiyo mapendekezo ya wanadamu wanayotaka katika dunia. Wanakuomba wewe uweze kujidhihirisha kwa ajili ya ukuu wako. Kama kuna mtu yuko tayari kuomba, tuombe kana kwamba tutaomba tena. Mbele yetu tuna tukio ambalo tunataka tukio hili kwa mkono wa Bwana tuone. Tunataka tukio hili kwa mkono wa Bwana tulidhihirike. Tunataka tukio hili kwa mkono wa Bwana ajioneshe. Inawezekana kwa yeye aaminie. Inawezekana kabisa ya kwamba Mungu anaweza kutupa. Yeye ni mwaminifu tena ni wa haki. Tukimwomba sawa sawa na mapenzi, Baba ni mwaminifu. Nani yuko tayari? Twende kwenye anga hili tumwambie Bwana, haya ndiyo mapendekezo yetu, haya ndiyo tunayataka yaweze kutokea. Nimewambia tuna ufunuo ambao Kristo anataka kuudhirisha. Haupo kwa ajili ya akili ya mwanadamu, haupo kwa ajili ya namna yoyote mwanadamu anavyowaza, lakini ufunuo huu uko kwa ajili yake mwenyewe. Tumwambie Bwana, funua kwa ajili yako mwenyewe, jidhihirishe. Haya ndiyo maombi tumeleta kwenye ubalozi ambao kati ya wanadamu na wewe Bwana. Haya ndiyo maombi yetu, haya ndiyo tunayotaka yaweze kutokea. Uko tayari kwa ajili ya hilo? Emsema kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu yako ya thamani. Baba yangu wa mbinguni, ninajua ya kwamba siku zote unatusikia, tena tukiomba sawa sawa na upendo wako. Wewe Bwana unatusikia. Hatuyatafuti yaliyo ya kwetu, bali tunatafuta yaliyo ya kwako. Hatuyataki yaliyo ya kwetu, bali tunayataka yaliyo ya kwako. Tunajua kwamba liko anga linotenda kazi pamoja na wanadamu. Uyachukua mambo yote ya wanadamu na matamanio ya wanadamu, nayo yanakuletea kwako Mfalme, ili wewe uyangalie. Tunachokiomba katika tarehe 28, wewe uwe mgeni rasmi. Tunakuomba katika tarehe 28 uwe mgeni rasmi. Tunakuomba kwa neema yako Bwana, wewe pekee ndiye mgeni wetu rasmi. Tunaomba kwa maana matunda haya ni wewe ndiye umeyaumba, lakini jidhihirishe kwa ajili ya utukufu wako. Jidhihirishe kwa ajili ya utukufu wako. Umesema niite nami nitaitika. Umesema niombeni mataifa wapate niwape kuwa urithi wenu. Baba, nasi tunakuita siku ya leo. Ufunuo huu umetoka katika mbingu yako, nasi umetupa, nasi tunakuja mbele zako tukinyenyekea. Tunaomba tarehe 28 kwa viwango vyako vingine, tunataka kukuona Mfalme. Kwa viwango vyako vingine tunataka kukuona Bwana ukitenda, kwa maana neno lako linasema
kwa mkono wa mitume, kwa mkono wa mitume, kwa mkono wako Bwana ukatenda maajabu kwa mitume. Hata kivuli cha Petro kiliponya. Tumetaka kwa ajili ya matunda hayo, tumetaka kwa ajili ya matunda hayo. Hatuna tunayemwamini mwingine isipokuwa wewe Yesu, na wewe ndio yule jana na leo na hata milele. Tunakuomba kwa neema yako Bwana, tunakuomba kwa ajili yako mwenyewe Mfalme, tunakuomba kwa ajili ya pendo lako Mfalme. Jioneshe na jithibitishe, jioneshe na dhihirika, jioneshe Bwana. Hebu mwambie Bwana, tunaomba Baba katika jina lako la thamani, katika jina la Yesu. Umeiweka tarehe 28 kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Tunakuamini kwa maana kila tunapokuomba Bwana unatusikia. Kila tunapokuomba Mfalme Bwana unatusikia. Kila tunapokuita Bwana wewe huwa unaitika. Hata katika siku hiyo Bwana ya tarehe 28, ninafahamu Bwana ufunuo huu wala sio kwa akili ya mwanadamu, wala hakuna maarifa ya mwanadamu, wala hakuna sifa ya mwanadamu, wala hakuna. Lakini Baba, leo siku hii tunaomba mambo mawili. Tunaomba jidhihirishe katikati ya watoto wako, lakini ufunuo huu Bwana uhame kutoka kwenye ulimwengu huu wa kuonekana na uvuke katika ulimwengu usioonekana. Wako watoto wako nje ya nchi, wako watoto wako nje ya mkoa wa Dodoma, wako watoto wako nje ya mipaka ya Tanzania, nao wanataka kushiriki ibada hii iliyokuu sana. Bwana, tunaomba neema yako tena, tunaomba kibali chako tena, tunaomba Bwana. Haya ndio maombi ambayo tunayaleta katika meza yako ya maridhiano. Umesema njooni tusemezane. Haya, njooni tusemezane. Nasi Baba tumekuja nyumbani mwako, tunasemezana na wewe mwenyewe pekee Bwana. Sikia katika kuomba kwetu Bwana, sikia katika kusema kwetu Bwana. Kuna watoto wako Bwana wamekaa katika nchi mbalimbali. Kuna watoto wako Bwana wanataka kuona, ndio maana sisi tumekuja mbele zako na tunaungana nao. Ndio maana Bwana tumekuja mbele zako. Kuna watu wamefungwa katika mila, kuna watu wamefungwa katika tamaduni, kuna watu wamefungwa katika magonjwa, kuna watu wamefungwa katika tabaka mbalimbali. Kwa neema yako Bwana, kwa neema yako Bwana, kwa pendo lako Bwana, kwa neema yako Bwana, na nyenyekea chini ya mkono wako Jehova, na nyenyekea chini ya neema yako. Tusikie kwa ajili ya ombi hili Bwana, nasi tunalileta maalumu katika kiti chako, katika kiti chako cha enzi. Wewe Bwana uyasikia, wewe Bwana uyasikia, kwa maana umesema naam mimi ndiye niyafutaye, na mimi ndiye niyafanyaye kwa ajili yangu mwenyewe. Baba, tumesogea mbele zako ikiwa umetupa neema ya kujua mambo yaliyo sirini ambayo hakuna mwanadamu yajuaye, ikiwa umetupa neema ya kujua mambo yaliyo ndani wala hakuna mwanadamu yajuaye, ikiwa umetupa neema ya kuyasema yale ambayo umeyataka sisi tuyaseme. Baba, tumesogea mbele zako. Umesema ya kwamba umewaficha wenye hekima na wenye akili wa dunia hii, bali umewafunulia watoto wadogo. Kwa maana mambo mapumbavu umeyafanya kuwa mambo yenye nguvu, mambo ya mapumbavu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimekuja mbele zako pamoja na watoto wako. Hili ni ombi, hatukulazimishi. Hili ni ombi ambalo tumesogea mbele zako Bwana, tumesogeza moja. Umesema leteni hoja zenye nguvu mpate kupewa haki yenu. Baba, tumesogeza haya maombi, ni kwa ajili yako Bwana. Sikia katika kiti chako, ikiwa yule malaika ambaye anayechukua maneno sawa sawa na kitabu kile ambacho kimeandikwa, na ndipo Bwana ukasikia katika kutoka kwako katika kiti chako, na ndipo Bwana ukasikia. Baba, ninakuja mbele zako kwa neema yako. Sikia katika kiti chako Bwana, sikia Bwana, malaika wanapokuletea hoja hii kwa ajili ya CRC, wanaombi ambalo wameliomba na wamelisisitiza na wamelimaanisha. Neno lako linasema katika kitabu kile, na walipofika katika nchi iliyo tambalale wakasema tutaondoka mahali hapa na tujijengee mnara utakofika mpaka juu. Bwana, ulipoangalia ule mnara ukasema hawa watu usemi wao ni mmoja, lugha yao ni moja,
umetamka na umemaanisha, wala hakuna chochote kitakachowazuia. Sisi Baba tunajua katikati ya uaminifu wako, katikati ya bidii yako, neno lako linasema ya kwamba naye Elia alikuwa mtu kama sisi, akaomba kwa bidii. Baba, tumetia bidii kwa ajili ya ukuu wako, tumetia bidii kwa ajili ya neema yako, tumetia bidii kwa ajili ya pendo lako, tumetia bidii kwa ajili ya uaminifu wako. Tunaomba kwa neema yako Bwana, tunaomba kwa pendo lako Bwana, tunaomba kwa neema yako Bwana. Tusikie tena leo, tusikie tena leo. Hatutachoka Bwana, hatutachoka. Neno lako linasema tusipozimia moyo, nasi hatutachoka Bwana, hatuzimii moyo Bwana. Tunaleta hoja Bwana, umesema leteni hoja zenye nguvu. Baba, tunaleta hoja tena. Ni nyumba yako hii Bwana, umeipaka mafuta kwa ajili ya uaminifu wako, umeichagua tu Bwana kwa ajili ya neema, wala si kwa sababu sisi tuna akili, wala si kwa sababu sisi tuna nguvu, wala si kwa sababu sisi tuna nguvu, lakini kwa neema yako Bwana, kwa neema yako Bwana, kwa neema yako Bwana. Ninasogea mbele ya kiti chako Mfalme, nasogea mbele ya kiti chako cha enzi, wewe ukiwa Baba na sisi tukiwa watoto. Tunaomba Bwana, dhihirika mwenyewe kwa ajili yako. Tunakualika Bwana, ikiwa wanadamu wanaweza kuandika barua, kuandikia wengine, najua Bwana umetupa uwezo wa kusema kwa neno Bwana. Umesema uwezo wa mauti na uwezo wa uzima upo katika ulimi wetu, watakula matunda wa wale waupendao. Baba, tunakuandikia tena barua hii, ni barua ya ombi Bwana, ya kwamba wewe ndiye mgeni. Tumekualika na tumejua kwa akili zetu hatuna mwingine isipokuwa wewe Bwana, hatuna mwingine isipokuwa wewe Yesu Kristo, hatuna mwingine Bwana. Ulitenda maajabu kwa wakati ule na utatenda maajabu kwa wakati huu Bwana. Umesema yule mtenda miujiza hata leo yupo Bwana. Tunaomba kwa neema yako tena Bwana, sikia. Tunaomba Bwana kwa neema yako, sikia. Tarehe 28 Bwana tumeiweka wakfu kwa ajili yako mwenyewe, uwe mgeni rasmi kwenye ibada hiyo. Tarehe 28 Mfalme, tumeiweka wakfu kwa ajili yako Bwana. Tembea kama unavyotaka, sema kama unavyotaka, gusa kama unavyotaka, kwa maana sisi tu kazi ya mikono yako, na vitu vyote uliviamuru katika neno lako mwenyewe, uliposema ya kwamba na mti utoe matunda kwa namna yake. Bwana, ni siri iliyo nzito umeifunua kwa ajili ya yale maisha yaliyozuiliwa, umeifunua kwa ajili ya yale maisha yaliyozuiliwa. Nimesogea mbele zako Bwana, nimesogea mbele zako Jehova, nimesogea mbele zako Bwana. Ninaomba Bwana tusikie, ninaomba Bwana maombi yetu na mapendekezo yetu Mfalme. Naomba Bwana tusikie, ninaomba Bwana tusikie kwa ile neema na baraka zako Bwana, kwa ile pendo lako Bwana, kwa lile neema yako Bwana. Tufunike tena kwa ajili yako mwenyewe, jithibitishe, jioneshe Bwana, jioneshe Bwana. Bado tunakuamini, bado tunakuamini. Ingiwa ikawa wengine wanaamini uganga, bado wewe tunakuamini ni Mungu mwenye haki. Wengine wanaamini uchawi, bado wewe tunakuamini unaweza. Wengine wanaamini kila dawa, lakini tunakuamini upo na unajidhihirisha. Umesema nitafuteni maada mnapatikana, niite nami nitaitika. Baba, tunakuita wewe, ndiye tunaamini mgeni wetu rasmi, wewe ndiye mgeni wetu rasmi, wewe ndiye Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu unatusaidia kuomba tusivyoweza kutamka, unatusaidia kwa maana unajua mambo ambayo yako katika kifua cha Baba, unayejua mambo ambayo yapo kwenye kifua. Tunaomba ili ni ombi letu Bwana, awe mgeni wetu rasmi leo tunaomba. Hatuna mwingine na tutaalika mgeni rasmi isipokuwa wewe mwenyewe, ili utembee kwa ajili yako mwenyewe, ili ufanye kwa ajili yako mwenyewe, ili ujioneshe kwa ajili yako mwenyewe, na watu wakujue kwamba wewe upo, na watu wakujue kwamba yuko Mungu ambaye anastahili kuabudiwa katika haki, yuko Mungu ambaye anastahili kuabudiwa katika haki. Tunakuamini Bwana, jidhihirishe. Tunakuamini Bwana, tumia matunda ambayo umeumba kwa wewe mwenyewe. Tumia Bwana matunda ambayo umesema, kwa maana tunajua katika sayansi ziko ovari ambazo zinapochevuka, zile ovari huzalisha matunda, na matunda haya yanakuwa ni sehemu ya urithi wa ule wai ambao usioweza kuharibika. Baba, katika jina lako Baba, katika jina lako Bwana, katika jina lako lenye nguvu, ninakuamini asilimia zote ya kwamba ni wewe pekee. Hata moyo wangu najua ya kwamba ninakuamini unaweza. Hata mwanao anayeomba anaamini kwamba wewe unaweza na utafanya tena Bwana. Jidhihirishe kwa ajili ya neema yako,
Jioneshe wewe mwenyewe ya kwamba una nguvu na una mamlaka. Jithibitishe kwa ajili ya uweza wako Baba. Jioneshe Mfalme, ni wewe Bwana unapenda watoto wako wakikuita unaitika Bwana. Jithibitishe ya kwamba upo. Wewe sio Mungu wa kusinzia, Mungu siyelala wala usiyesinzia, kama vile Elia alivyofanya. Alivyoambia watu nikaribieni mimi, na katika wakati wa kutoa dhabihu Baba, na sisi tumekukaribia wewe, tunakukaribia wewe Mfalme, hadi tukijua ya kwamba kila tunda taligeuza liwe kwa ajili yako mwenyewe, kila tunda taligeuza liwe kwa ajili ya maajabu yako mwenyewe. Ninaamini kwa neema yako Bwana, ninaamini kwa pendo lako Bwana, naamini kwa jinsi yako Bwana, naamini kwa uweza wako Bwana, naamini kwa baraka zako Bwana, naamini Bwana ya kwamba unaweza tena, unaweza tena, unaweza tena Mfalme, unaweza tena Mfalme. Rekata ya manana maseketeke paraba jeketeke paramanana maseke rekataka paramanana ma reba sokotoka paria riba sakataka parama reba seteke parama rekataka paramanana ma reba soko reketa yaba reba sataka pa reketeke parama. Na kuamini tena Bwana unaweza. Kwa mkono wa mitume ulifanya mambo ya ajabu, kwa mkono wa mitume Bwana. Hata wewe Bwana kwa kinywa chako ulipotakasa mikate michache na samaki wale wachache, ni wewe Bwana uliwalisha watu. Unaweza tena, unaweza. Heshima hii Bwana ni ya kwako bado, mamlaka hii Bwana bado ni ya kwako, hii namna ambayo unavyotenda ni bado wewe Bwana ni vya kwako. Ndio maana watoto wako tumekuja nyumbani mwako hadi tukijua ya kwamba hatuna mwingine isipokuwa wewe Yesu. Hatuna namna nyingine ambayo tunayoweza kutenda na kufanya isipokuwa wewe Baba yetu, Baba yetu. Ndio maana neno lako linasema ya kwamba wanafunzi wako walipokutafuta wakasema utufundishe namna ya kusali kama vile ambavyo Yohana anawafundisha wanafunzi wako. Lakini Bwana wewe wakati unawafundisha neno lako la siri sana ulilidhihirisha, ukasema kila mnaposali semeni ya kwamba Baba yetu uliye mbinguni. Hakika Bwana wewe uko juu sana, hakika Mfalme unaweza kutenda. Jina lako Mfalme litukuzwe, jina lako Bwana litukuzwe Baba. Hakika wewe waweza kutenda kwa ajili yako tena, waweza kufanya kwa ajili ya neema yako, waweza kutenda kwa ajili ya baraka yako. Twende kwa nani? Kwako kuna neema. Tumlilie nani? Kwako kuna baraka. Tumtafute nani? Kuna watoto ambao Bwana wamekuja mahali hapa na wengine wameambiwa kwa habari ya Mungu huyu, kwa maana neno lako linasema ya kwamba na tuliposikia kwa habari ya Mungu wao na mioyo yetu ikayeyuka, hofu ikatuingia. Baba, kuna watoto ambao wameenda kueneza huu maneno, wameenda kusema kule mbele za watu ya kwamba siku hiyo watu walioviziwi watasikia, watu walio vipofu wataona, watu walio vilema watatembea, kwa kula lile tunda ambalo Bwana ambalo ndani yake lina uzima, kwa kula lile tunda ambalo Bwana ndani yake lina baraka. Baba, ni nani mwenye uwezo wa kufanya? Ni nani kama wewe? Enda nasi tena, tembea nasi tena, jidhihirishe Bwana juu yetu, jioneshe Bwana kwa ajili, ninaomba kwa ajili ya madhabahu yako Bwana, iheshimishe kwa ajili yako mwenyewe, ili watu wajue ya kwamba mahali hapa, kama vile Yakobo alivyokutana naye akasema mahali hapa sikujua kwamba ni lango la mbinguni, mahali hapa panatisha kama nini. Bwana, jidhihirishe kwa ajili ya neema yako tena, jioneshe kwa ajili ya baraka, jithibitishe wewe mwenyewe Bwana ya kwamba mahali hapa panatisha kama nini. Jithibitishe kwa ajili ya neema yako Bwana. Nimenyenyekea chini ya mkono wako Bwana, katika jina la Yesu. Tunataka kuondoa kila ushindani, tunataka tuondoe kila ushindani ambao uliowekwa juu ya tukio hili. Biblia inaweka wazi, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa maana silaha zetu zina uwezo katika Bwana hata kuangusha ngome na kuangusha kila mawazo yaliyojiinua kinyume na elimu ya Mungu. Tunataka kuondoa upinzani. Msema upinzani. Sijasikia sauti yako. Naona kama kuna watu wamelala kweli. Wakati kama huu kuna mtu analala, wakati wa jambo kushughulikia ufunuo kama hii, nani mwenye neema hiyo na mwenye nguvu ya kulala? Sema nataka tuondoe upinzani. Sio sauti ya watu wengi hiyo. Sema tena, watu ondoe upinzani. Sasa
Shetani hapendi hiki kitu, atatafuta kila namna, na anajua kabisa hao watu wamefunga, wanaomba kwa ajili ya hili jambo, wameacha yote kwa ajili ya kushughulikia hiki kitu. Hatapenda na hatafurahia. Na sisi tutaendelea, tunataka tuondoe upinzani, tufukuze kila roho ambayo imetengenezwa, imefanywa kinyume na mapenzi ya Bwana, kila roho ambayo imefanywa kinyume, kila sheria ambayo imetengenezwa, tunataka tuondoe. Uko tayari? Uko tayari? Sema kwa jina la Yesu, ninavaa mamlaka kwa kila neno nitakalotamka kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Vikao vyovyote vilivyosemwa, vilivyotamkwa, vikao vyovyote vilivyoandaliwa, vikao vyovyote vilivyofanywa ili kushindana nasi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninaondoa upinzani huo, naondoa upinzani huo. Ingawa mimi nanena katika mwili, sifanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ninaondoa upinzani huo kwa jina la Yesu. Kila shetani, kila roho chafu iliyofanya mpango wa kutengeneza propaganda, kuleta wingu la ajabu, kuzuia watu, katika jina la Yesu, kama wakati ule liwali Segio alipotaka kusikia, nami ninaagiza kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, yule ambaye aliyeruhusiwa kuja akaekewa uzito, akaekewa maneno ya uongo, tunaamuru kwa jina la Yesu, hamna nafasi. Tunakataa katika jina la Yesu. Anza kukataa sasa, anza kuharibu sasa, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai. Ninatumia maneno na uweza wako Bwana, imeandikwa kwa neno lako na kwa ushuhuda wako, wakamshinda shetani kwa jina la Yesu Kristo, wakamshinda shetani rebakata. Ninatembea kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo. Ule upinzani uliotengenezwa, ule upinzani ambao umewekwa, ule upinzani ambao umefanywa, katika jina la Yesu Kristo ninashindana kwenye ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo. Ninashindana kwenye ulimwengu wa mwili kwa uwezo wa damu ya Yesu Kristo. Reba sokoto kuparaba reketeke paraba shaka. Mwanza kuomba sasa, kila mtu aombe sasa. Ondoa upinzani wote uliotengenezwa katika jina la Yesu. Lekasapa karoskeve intraradiaba anda rekoshapa karoskeve intra adova anda, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila upinzani uliowekwa ulimwengu wa roho, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, imeandikwa kwa uwezo wa damu mwana kondoo. Ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila upinzani uliotengenezwa kwa uwezo wa damu mwana kondoo, umetengenezwa kwa siri kwa uwezo wa damu mwana kondoo. Ulimwengu wa roho radusha faanta, ulimwengu wa mwili kwa uwezo wa jina la Yesu, ila uharibifu kwa uwezo wa damu mwana kondoo. Yale maneno yaliyonenwa kwa uwezo wa damu mwana kondoo, yaliyonenwa kwa siri reduza faanta rekosha pakatia resofa anta ruske peinda rekosha pakatia resopa anta resofa anta. Paulo akasema kwamba nalitaka kuja kwenu ranuva anta rekosha pakatia resopa anta. Vile vikao vilivyokarika ulimwengu wa roho kwa uwezo wa jina la Yesu, upinzani wa maneno, imeandikwa reskopa anta leskofa anta leskofa ida rakosha pakatia. Ile madhabahu kwa damu mwana kondoo iliyonena yale maneno yaliyosoma ulimwengu wa roho, yakazuia kwa damu mwana kondoo, yakawa kama wingu, yakatanda ulimwengu wa roho, yakawa kizuizi, yakawa ishara, yakawa kama chapa rekoza kapakatia renuva anta luske vedia. Ulimwengu wa roho, kila upinzani kwa damu mwana kondoo, kila upinzani kwa uwezo wa jina la Yesu, imeandikwa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao wakupenda hata kufa kwao. Rekosha kupakatia remama luske vedia rekosha pakatia. Kila upinzani ulimwengu wa roho, kila upinzani ulimwengu wa roho kwa damu mwana kondoo, imeandikwa. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, kwa damu mwana kondoo. Itengenezeni njia Bwana kwa uwezo wa damu mwana kondoo. Resko pakatia rekosha pakatia resko
pakatia, kila ulimi kwa damu mwana kondoo ulioinuka kwa jina la Yesu, kila mlima uliowekwa kwa uwezo wa jina la Yesu, kila upinzani kwa damu mwana kondoo tunaondoa kuanzia sasa, kila upinzani uliotengeneza ulimwengu wa mwili, kila upinzani uliotengeneza ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninatamalaki sasa ulimwengu wa roho kwa uwezo wa jina la Yesu. Imeandikwa, wewe ulungu langu na silaha zangu za vita, kwa damu mwana kondoo. Kwa wewe nitaharibu mwanamke, nitaharibu mwanaume, kwa wewe nitaharibu farasi na mpanda farasi, kwa uwezo wa damu mwana kondoo. Ule ulimi kwa uwezo wa jina la Yesu, ikiwa dhambi kwa mtu mmoja iliingia ulimwenguni, kwa uwezo wa damu mwana kondoo, yale maneno yaliyotoka kwa mtu mmoja katika jina la Yesu, jinsia ya kiume, jinsia ya kike, kwa uwezo wa damu mwana kondoo, yakatanda ulimwengu yakawa kizuizi kwa uwezo wa jina la Yesu. Nami ninatembea ulimwengu wa roho kwa uwezo wa damu mwana kondoo. Bwana akasema, nami sikumwona kwa damu mwana kondoo atakayesimama kwa niaba yangu. Nami ninasimama ulimwengu wa roho kama jeshi la mtu mmoja kwa uwezo wa damu mwana kondoo. Reko shaka pakatia repaluska vedia nelasko peinta reko shaka pakatia. Imeandikwa kwa wewe rainuza pakatia kwa damu mwana kondoo. Imeandikwa na kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka kuhukumu utahukumu kama mkosa kwa damu mwana kondoo. Rekosha pakatia resopa anta melaskova anto rekosha pakatia. Kila ulimi ulioinuka kwa damu mwana kondoo, kila maneno yaliyonenwa ulimwengu wa roho yakatanda, yakazuia kwa damu mwana kondoo zile taarifa za uongo, yale maneno ya kusingiziwa, yale maneno ya kuchafua kwa damu mwana kondoo. Una uvuguvugu raikopa luske redusha itukopa rakosha pakatia resokopedia redusha tilasopa anta, ambao umekuwa utambulisho juu ya mtu, ambao umekuwa kama sehemu ya maisha yake kwa damu mwana kondoo, ikaonekana kawaida, ikaonekana ndo maisha yake. Redusha luske pedia zile taarifa zote kwa damu mwana kondoo, maneno yao, uharibifu wao, mipango yao, ishara zao, makusudio yao kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninaondoa kwa jina la Yesu yale maneno yao kwa jina la Yesu. Na wachafulia usemi wao, na wachafulia usemi wao ulimwengu wa roho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na wachafulia usemi wao ulimwengu wa roho kwa damu mwana kondoo. Kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 11 imeandikwa, watu wale walikuwa na lugha moja, walikuwa na usemi mmoja kwa damu mwana kondoo. Ndipo wakakubaliana wakasema ya kwamba anatujenge mnara kwa damu mwana kondoo, kwa uwezo wa damu ya Yesu Kristo, kwa uwezo wa damu mwana kondoo, tuzipate kutawanyika mahali hapa kwa jina la Yesu, ufike hadi mbinguni kwa uwezo wa damu mwana kondoo. Ndipo Bwana akasema, watu hawa wana lugha moja, wana usemi mmoja, wakikubaliana jambo hakuna wa kuwazuia. Akasema, na tushuke tumuangalie huo mnara wanaojenga kwa damu mwana kondoo. Rekoshaka pakatia reduza vaanta. Akasema watu hawa hakuna mtu wa kuwazuia kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Ndipo akasema kwa damu mwana kondoo, na tushuke tuwachafulie usemi wao, wasielewani wao kwa wao kwa damu mwana kondoo. Ulimwengu wa roho chafua usemi wao, yale maneno ambayo wameyanena juu ya nyumba hii, ule utambulisho ambao ameutambulisha ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu, ukawa kizuizi kwa damu mwana kondoo juu ya nyumba hii, ukazuia kuongezeka, ukazuia wale watu ambao wamekusudia kuja mahali hapa, ukazuia baraka za watu, ukazuia hatima za watu, ukazuia makusudi ya watu, ukakupa luska vedia rakapakatia resova anta lekoska pedwa repapa luska vedia reduva anta melasko peida lekosha pakatia. Imeandikwa, nimekuweka hivi leo juu ya farme, juu ya mataifa kwa damu mwana kondoo, kubomoa leskopa anta melasko va anta lekosha pakatia.
ila sopa katia repa pila sova anda leko shapa. Inatembea sasa ulimwengu wa roho, kwenye bahari, kwenye misitu, kwenye majangwa, nchi kavu, reka paradia leko skapedia, kwenye mito leko sapa katia. Yale maneno yali reko shapa Jekepelaso repakatia resopakatia repapelaso vaanda. Yale maneno kwa damu na kondoo tunaondoa yale maneno, tunaondoa zile ishara, tunaondoa ile mipango yao, tunaondoa yale makusudi yao. Rako shapakatia ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili leko sakapakatia. Inaondoa yale maneno yao kwa damu na kondoo walioyanena kwa siri, kwa shauri lao wakanena wakazuia kwa damu na kondoo yale makusudio ya Bwana juu ya ibada ya tarehe 28, yale makusudio ya Bwana juu ya mtu mmoja mmoja ambaye amemkusudia ili kumpeleka, ili kumvusha, ili kumtoa mahali ambapo amekaa kwa muda mrefu kwa damu na kondoo, mahali ambapo amezuiliwa kwa muda mrefu, ili asione ile kesho yake, ili asione ile baraka yake, ili asione ile hatima yake, ili asione ule mpango ambao Bwana ameupanga juu yake kwa damu na kondoo. Ulimwengu wa roho, nasi tunaitangulia hiyo siku kwa damu na kondoo. Tunaondoa kila maneno kwa jina la Yesu, tunaondoa kila ishara kwa damu na kondoo. Lesako pakatia. Paulo akasema alitaka kuja kwenu mara ya kwanza, mara ya pili shetani akanizuia. Reko shapakatia. Wale ambao wamezuiliwa ulimwengu wa roho wakashindwa kuamua, wakashindwa kufanya yale ambayo Bwana amekusudia kwa damu na kondoo. Inatangaza ulimwengu wa roho yale mageti yaliyowekwa, zile ishara zilizowekwa kwa damu na kondoo, kikawa kizuizi juu yao, ikawa kizuizi juu ya familia zao, akiwa kizuizi kwa damu na kondoo. Yoyote yule ambaye anayetufuatilia kutoka nje ya nchi kwa damu na kondoo, mkoa wa Dodoma, njia ya mkoa wa Dodoma kwa damu na kondoo, tunafungua hayo marango, tunafungua kwa damu na kondoo. Imeandikwa, nimeweka mlango ulio wazi mbele zako, hapana wa kufunga. Reka paradia. Imeandikwa, inuka uangaze, kwa kuwa nuru ya Bwana imekujia, utukufu wake umekuzukia. Rakapa lesokopedia resapakatia. Hayo marango inayoweka wazi kuanzia sasa kwa damu na kondoo. Yale marango ya Dodoma, yale marango ya Mwanza, hayo marango ya Singida, hayo marango ya Mtwara, hayo marango ya Mwanza, hayo marango ya Dar es Salaam. Rekapalodia lesokopedia. Kila vuguvugu, kila maneno, kila ishara anaziweka mbali kuanzia sasa. Ya neema ya Kristo iwe juu ya kila mmoja ambaye amekusudia. Reka pakatia. Ulimwengu wa roho inatangaza kuanzia sasa hayo marango yanakuwa wazi. Ile baraka ambayo Bwana amemkusudia mtu mmoja mahali hapa aliyokaa kwenye utumwa kwa muda mrefu, aliyokaa kwenye vifungo kwa muda mrefu, hiyo siku tarehe 28 itakuwa siku ile ambayo Bwana amesema na mzigo wako utaondoka mabegani mwako na nira yako itaharibiwa shingoni mwako wa kutia mafuta. Rako pakatia resopakatia rapapedia reko shapakatia rako vaanda. Ni nyumba ambayo Bwana ameiandaa kama rango kwa kizazi cha siku za mwisho kwa damu na kondoo. Imeandikwa, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwa maana mimi ni mpole tena mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu kwa damu na kondoo. Kwa maana nira yangu ni laini, mzigo wangu ni mwepesi. Rako shapakatia rapapedia. Wote wale ambao Bwana amekusudia kuwatua mizigo yao, ile nira aliyofungua kwa
muda mrefu. Tunaondoa kila vizuizi, tunaondoa kila mipango ya giza, ulimwengu wa roho. Ishara zao wa damu la kondoo umewafanya kukaa kwenye utumwa wa dhambi kwa damu la kondoo, utumwa wa uharibifu, utumwa wa damu la kondoo. Wasione ile kesho yao, wasione ile baraka yao. Wale ambao wamezuiliwa kwa habari ya biashara ya kimataifa, kwa habari ya huduma zao, wamefungiwa, wamezuiliwa. Hayo marango tunaweka wazi, hii madhabahu itakuwa msaada wao kwa damu la kondoo. Rekosha pakatia rekova anda, kwa maana yuko Kaleshi kwenye madhabahu ambaye Bwana amemweka kwa ajili ya utukufu wake. Rekosha pakatia rapaperia resokoperia rekova anda melania manta. Rekosha pakatia, imeandikwa itamwagiza malaika aende mbele yako. Rekosa pakatia, wale malaika ambao wamewekwa special kwa ajili ya 28. Rekosha pakata repaperia resokoperia kwa ajili ya kila mtu mmoja mmoja. Rekosha paria, waende waanze kutembea kila mkoa, kila wilaya, kila vijiji, kila vitongoji. Rekosha pakatia repaperia kwa ajili ya ule mkono wa Bwana juu ya mtu mmoja, kwa ajili ya kutoka, ya kuvuka, ya kwenda ngambo, kuiendea ile baraka, ule mkono wa Bwana ambao sio mfupi hata usiweze kuokoa na sikio lake sio zito kwa damu la kondoo hata usiweze kusikia huo mkono wa Bwana uende kwa damu la kondoo kwenye malango yote ya mtu. Hebu tuseme kwa jina la Yesu, naifunika Jumapili ya kesho kutwa katika jina la Yesu. Ninaifunika Jumamosi katika siku ambayo sisi watoto wa Mungu tutafanya uinjilisti. Naifunika kwa jina la Yesu. Ninatangaza baraka, neema na uaminifu. Natangaza baraka, pendo na uaminifu. Baba, katika jina la Yesu, kila ushindani wa kiroho uliowekwa juu ya kanisa hili tunakataa katika jina la Yesu. Kila ushindani wa kiroho uliowekwa tarehe 28 tunakataa katika jina la Yesu. Ninakuamini wewe Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Pigie Bwana makofi makubwa. Sasa toka saa 4 mpaka saa 5, 5 mpaka saa 6 taka tupumzike mapema. Ijumaa tutakuwa tuna mkesha mkubwa wa viongozi karibia wote na watu wote, na Ijumaa ili